kujua ya kuwa ilinipasa kuwamo katika nyumba ya Baba yangu? Nao hawakuelewa maneno hiyo aliyowaambia. Wapendwa mahujaji, tuko kwenye kilele kabisa cha maadhimisho yetu haya ya hija ambayo imeandaliwa na umoja wa vyama vya mitume katika jimbo letu la Musoma. Hija kwa heshima ya Bikira Maria aliye msimamizi wa jimbo letu hili la Musoma. Katika hija yetu kama tulivyoanza siku ya kwanza na leo tunahitimisha, tuko katika kipindi cha Pasaka, kipindi cha ufufuko wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na kimsingi kabisa siku ya jana zilitimia siku 40 tangu Bwana wetu Yesu Kristo akae na mtume wake baada ya ufufuko wake. Kwa hiyo kimsingi leo ni siku ya pili baada ya kupaa kwake mbinguni. Tunangojea ujio wa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, kuanzishwa rasmi kwa kanisa takatifu. Lakini katika sura ya kwanza tunaona kwamba mama Bikira Maria yuko na mitume. Maisha ya mama Bikira Maria inatudokeza kwamba Maria ni mfano bora wa kuigwa katika ibada na nyota ya uinjilishaji wa kweli. Ni mfano wa kuigwa katika sala kama ilivyokuwa na mitume. Lakini hii sala ya Bikira Maria ni sala inayoanzia ndani katika mtima wa moyo wake. Moyo huu wa uchaji hauanzii hapa katika kile nyumba kidogo kilichokuwa kimsubiri Roho Mtakatifu. Ni maisha yake yote tangu mtoto anapopelekwa hekaluni na mpaka anatokewa na malaika kumpasha habari za uamsho wa Kristo. Kwa sala ya Maria inatoka katika vilindi vya moyo wake. Anasukumwa na ile tamaa ya Mungu. Ana kiu ya Mungu. Kama neno la Mungu linatuambia kwamba nafsi yangu inakuonea kiu Bwana Mungu wangu, nafsi yangu imemtamani mchana kutwa. Zaburi ya 63 aya ya kwanza kitabu cha nabii Isaya sura ya 26 aya ya 9. Kwa hiyo sisi tunakuja katika hija katika kuinua akili na mioyo yetu kwa Mungu, inatafsirika pia katika matendo ya nje. Na tendo linaloonyesha hili la hija ambalo tumekuja leo kuonyesha. Tumetembea katika hija, lakini katika kutembea katika hija hii somo la Injili linatuonyesha kwamba familia takatifu ya Nazareti ya Yesu
Maria na Yosefu walikuwa ni watu wa hija. Tunaambiwa katika Injili kwamba Bwana wetu Yesu alipofikisha miaka 12 walikwenda hekaluni, na wanakwenda hekaluni, wanakwenda Yerusalemu kuhiji, kutimiza ile desturi na sheria ya Kiyahudi ya kuadhimisha hija, ikiwa ni ukumbusho wa ile Pasaka ya Kiyahudi walipokombolewa kutoka utumwani Misri. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 16 aya ya 16. Lakini hii familia takatifu inawezekana kabisa hija hiyo walifanya walilazimika na sheria ya Kiyahudi. Lakini kwa upande mwingine ingewezekana kabisa wasingekuwa radhi kwenda kuhiji. Maana yake ni kwamba walikubali kwa hiari yao kwenda kuhiji kila mwaka, kuonyesha tendo la ushaji na ibada kuu. Bikira Maria ni mfano wa kuigwa katika sala na nyota ya uinjilishaji. Matokeo ya hija hii inaonyesha namna gani ambavyo yeye alikuwa nyota ya uinjilishaji. Anapopokea kile sauti ya Mungu kupitia malaika, anakubali, lakini aishi pale, anakwenda katika nchi ya imani kwa ndugu yake Elizabeth kwenda kuinjilisha. Injili ya Luka sura ya 1 aya ya 39 aya ya 45. Moyo huu wa kimisionari alionyesha mama wa Mungu ndio moyo uliowasukuma hao wamisionari wa Afrika, White Fathers, ambao miaka 100 na siku kuna miaka kadhaa iliyopita walifika eneo hili la Nyakatende kuinjilisha, kutuletea usia mbegu ya imani. Inawezekana kwa washirika aliwapatia hiyo agizo la kuja kuinjilisha, lakini waliweza kukataa, lakini hawakataa. Walikuja kwa moyo radhi, wakainjilisha, tukapata imani. Mimi na wewe tumebatizwa kutokana na imani ambayo walimu au wamisionari wa Afrika. Wapendwa katika Kristo, tunda la imani haikuja hivi katika jimbo letu. Ni baada ya sadaka nyingi za wamisionari kutokana na upinzani mbalimbali waliokutana nao katika ile eneo, na ndio maana hawakata tamaa. Kusoma ile historia vizuri, utaona kwamba waliondoka, lakini baadaye wakarudi tena kuendelea kufanya uinjilishaji. Na uinjilishaji huu wamefanya kwa ajili ya kuziokoa roho za watu, kupandikiza mbegu ya imani itakayoleta wokovu. Ndio maana kauli mbiu ya Yesu mwaka huu, inuka nenda zako, imani yako imekuokoa. Injili ya Luka sura ya 17 aya ya 19. Kwa imani inatuletea wokovu, na wokovu ni safari. Kama tulivyotoka mjini na kutembea mpaka hapa Nyakatende, ndivyo tunahitaji kupata uongofu. Hija hii kwa heshima ya Bikira Maria inadai uongofu, mabadiliko ya ndani. Mwaka 1917 anapotokea hawa watoto watatu Fatima, Lucia, Francisco na Sita, hawahubiri kitu kingine zaidi ya wokovu kutoka katika dhambi. Wokovu
nafsi zetu, katika familia zetu, katika jumuiya zetu, katika kanisa letu na taifa letu kwa ujumla. Bikira Maria anasisitiza, ombeeni amani. Na hili ndio agizo lile la Bwana wetu Yesu Kristo alipotokea mtume wake baada ya ufufuo, kwamba nawachieni amani, amani yenu, amani yangu nawapa. Wapendwa katika Kristo, Bikira Maria ni msimamizi wa jimbo letu la kusoma, na sisi kama wanamsoma tutamwenzi si tu kwa maneno yetu, tutamwenzi si tu kwa mwonekano ya nje, bali kama tutamwiga katika fadhila ya sala na uchaji wa kweli. Tunapokuja katika ibada yetu, je, tumekuja kusali? Tumekuja kufanya ibada ya kweli? Je, tuna dhamira ya dhati ya kugeuza maisha yetu, kubadilisha familia zetu, kusaidia kutengeneza kanisa letu na taifa kwa ujumla? Tumuombe mama yetu Bikira Maria aliyetokea pale Ureno, na vile vile nafasi hii ya kuombea amani ndani ya ndoa yetu, ndani ya familia zetu. Anapotokea Mtakatifu Dominiko mwaka 1214 anampatia ahadi 15, na hizi ahadi ni kwa wale wanaosali rozari kiaminifu. Tumetembea rozari kwa tendo yote, lakini katika haya matendo tunapotafakari fungu la Kristo kwa njia ya Bikira Maria, kuna neema nyingi na ahadi ambazo Bikira Maria anaziahidi. Moja katika ahadi alisema kwamba nitawapatia yote mnayoomba kwa njia ya rozari. Katika nia mbalimbali tunakuja nazo, tumuombe Mwenyezi Mungu na tuzidi kuomba kwa ombezi ya Bikira Maria aweze kutujalia mahitaji yetu, na hii ikawa yenye manufaa, kama ambavyo tutaweza kupata rehema kamili, msamaha wa dhambi pamoja na adhabu zake. Tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu ili hija yetu hii ikazae matunda tele, na kusudi tunapoendelea kuishi katika safari ya duniani tuweze kufika katika safari ile ya ija ya mbele, ija kuelekea katika ufalme wa mbinguni.